Najua sasa hivi hali ya hewa ya hili ziwa letu sio nzuri. Kumekuwa na upepo wa mara kwa mara mkali sana, na waathirika wakubwa wa huo upepo ni sisi wavuvi pamoja na waongoza vyombo vya kwenye maji. Sasa basi, nini kifanyike? Nini kinatakiwa kiwe? Hiki ni kikao cha kukumbushana. Nasema hivi sababu sio kikao cha kwanza. Tumeshafanya vikao vingi sana vya kutoa elimu kuhusiana na usalama wa kwenye maji. Leo ni marudio. Jamani, ni waombe, zana okozi ni muhimu sana kwenye matumizi ya shughuli zetu za kwenye maji. Ninaposema zana okozi, nazungumzia maboya. Tujitahidi tuhakikishe kwamba kila inapotokea unakwenda kwenye maji kufanya shughuli zako za uvuvi au usafirishaji, au wewe unasafiri kama abiria, basi uhakikishe chombo hicho kina hizi zana okozi, kwa maana ya maboya. Kwa vile vyombo vya abiria, ni waombe, kama chombo hakina boya usikubali kupanda kabisa. Kama chombo hakina boya tusikubali kupanda. Hakikisha chombo unachokipanda basi kina maboya ndani yake. Zana zetu za uvuvi, najua hapa kuna wavuvi na pia kuna wamiliki wa vyombo. Mmiliki wa chombo, hakikisha chombo chako kinakuwa na maboya kwa kadiri ya idadi ya wavuvi wanaotakiwa kuingia mule. Na wewe mvuvi, hutakiwi kwenda ziwani wakati chombo kikiwa hakina maboya. Hakikisha chombo kina maboya ndio unakwenda ziwani. Tumeelewana kwenye hilo? Niwaombe sana. Kama ninavyozungumza, hii ni kukumbushana. Hatutegemei sisi kama TASAC kuona chombo kikiendelea kikifanya shughuli za uvuvi au usafirishaji kikiwa hakina maboya. Baada ya hii kukumbushana ya leo, kwa sababu hii sio elimu, tushakuja mara nyingi, tumetoa elimu. Sasa hivi tunakumbushana ambayo itaambatana na utekelezaji. Chombo hakina maboya, faini moja kwa moja, hakuna maongezi. Naomba niwaambie hicho kitu, isije katokea tumekuja tumefanya ukaguzi, tumekamata chombo hakina maboya, unategemea utafanya maongezi. Hakuna maongezi kwenye hilo. Chombo hakina boya, lakini utasainishwa notification, utapewa control number, ulipe shilingi 300,000, na hiyo atalipa tajiri 1,500,000, na wewe uliyokubali kwenda, wakati ukijua chombo hakina maboya, na wewe utalipa 1,500,000, jumla shilingi 300,000 utalipa. Tumeelewana? Vyombo vya abiria sitegemei kabisa vikionekana na vyenyewe vikiwa havina maboya. Wewe kama abiria hutakiwi kupanda chombo ukikiona hakina maboya, hutakiwi. Hilo naomba mnielewe, na nalirudia sababu baadaye tusije tukalaumiana. Chombo hakina boya 300,000, 1,500,000 baharia, 1,500,000 tajiri. Tumemaliza. Na sio kwamba utakapopigwa faini ndio utaruhusiwa kwenda. Chombo bado kitashikiliwa mpaka kihakikishe kimepata hayo maboya. Swala la pili, kwenye usajili wa vyombo. Mwalo wa Kilando una changamoto za vyombo kusajiliwa. Vyombo vingi havijasajiliwa. Kwa nini tunasajili? Kusajili ni maana ya kwanza kukirasimisha chombo kikawa rasmi, lakini pia kukifanya kile chombo kiwe katika mfumo ambao sisi kama TASAC, chombo kisasajiliwa, tunachukua zile details tunapeleka kwa wenzetu wa hali ya hewa, zile details zikiwa pamoja na namba za simu. Kwa hiyo wale watu wa hali ya hewa wanakuwa wanatuma taarifa moja kwa moja kwenye namba ya simu ya muhusika. Sasa ile inasaidia sana wewe kujua hali ya hewa ya hiyo siku husika ikoje.
ambayo sisi kwetu tunaona kama ni msaada mkubwa kupunguza hizi ajali. Sasa wewe hujasajili chombo chako, wale hali ya hewa wanapateje namba yako ya simu? Matokeo yake unakwenda ziwani kama vile upo gizani, hujui lolote linalotokea. Pigwa na zoruba, unapata majanga, nguvu kazi ya taifa tunapoteza. Jamani, niwaombe kila mwenye chombo hakikishe anakisajili.